Kundi la wazazi waliojawa na hofu waliendelea kukita kambi leo katika lango la shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil wakitafuta majibu kuhusu waliko watoto wao. Wazazi hususan wale ambao watoto wao wanaendelea kuhojiwa ndani ya shule hiyo walijaribu kuingia shuleni humo kwa lazima, wakidai ukosefu wa uwazi kwa upande wa maafisa. Wakati huo wazazi waliofika katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Naivasha kuchukua sampuli za DNA walilazimika kurudi shuleni ambapo shughuli hiyo ilitekelezwa. Ijumaa asubuhi katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi, maafisa wa uchunguzi kutoka idara ya uchunguzi wa kesi za jinai wangali wanalikagua eneo la tukio. Hata hivyo, wazazi wanazidi kuvuta subra, huku maafisa wakitoka nje ya lango mara kwa mara kuwaelezea wazazi hao idadi ya wanafunzi ambao ingali kupatikana. They are not really disclosing, but all indications are that she was a victim of the ones that lost their life. We are pleading that we get to know the exact position. Kwa wakati fulani, wazazi ambao watoto wao wanahojiwa wanashindwa kuendelea kusubiri. Maafisa wakiwemo wale wa shirika la Msalaba Mwekundu waliwasili kutoa msaada wa kisaikolojia kwa wazazi. Hali baadaye ilitulia pindi wazazi walipoelezewa na kamishna wa kaunti pamoja na maafisa wa uchunguzi kuhusiana na hali ilivyokuwa kwa wanafunzi waliokuwa wakihojiwa. Wakati huo wazazi waliopoteza wanao na waliokuwa wameenda Naivasha kwa ajili ya kupata chembe-chembe za msimbojeni yani DNA walipatwa na ghadhabu walipoambiwa shughuli hiyo ilipangwa kufanyiwa shuleni. Wamechukua DNA, sasa ndo tuko kwa hiyo nini, DNA imesemekana itakuwa siku 4-5, na sisi Waislamu hatuwezi ongojea hivyo. Familia hizo zilisubiri ili kutambua wapendwa wao. Kwa Virginia Wangare, mzazi kutoka Samburu, alimshukuru Mwenyezi Mungu alipotoka nje ya lango la shule na mwanawe akiwa mzima. Mwanawe Wangare ni miongoni mwa wale walioponea kifo kwa tundu la sindano baada ya kuruka kupitia dirishani. Kuna exit door, but sasa wakutuletea kifunguno hakuwa. But kuna bali nilitoa cardboards, tuliweza kupita. Unaweza ruka upatane na stairs, upite tu stairs vizuri. But sasa like venye mimi moshi ilikuwa imejaa kwa mwili. Sasa wazazi tuangalie watoto wetu. Hakika kama mtoto huyu alifanya hivyo, lazima mzazi akuwe anajua tabia fulani iko na huyo mtoto. Tujishuguze hata sisi wazazi. Sasa shule mzuri imeharibika.